Na kusalimu hujambo mpenzi mtazamaji, karibu ni kupasha yale ambayo yana trend katika mitandao ya kijamii. Mchana wa leo tunakuletea ripoti mbaya inayoendelea kutoka barabara kuu ya Nairobi Mombasa, ambapo ajali mbaya ya barabarani huko Malili ambayo imesababisha vifo vya watu wawili sasa hivi na wengine kadhaa kujeruhiwa. Ajali hiyo ya asubuhi ilihusisha matatu iliyokuwa ikielekea Nairobi kutoka Taveta na lori katika mgongano ambao kwa mara nyingine umeangazia hali mbaya ya barabara za Kenya. Wakati timu ya dharura zikikimbilia kwenye eneo la tukio, familia za wahasiriwa waliachwa na mshtuko na walionusurika walikimbizwa hadi hospitali za karibu. Ajali hii ya hivi punde inakuja huku kukiwa na wasiwasi juu ya kuongezeka kwa vifo vya barabarani nchini, haswa katika maeneo yenye watu wengi. Ilikuwa alfajiri ya Jumanne asubuhi wakati utulivu kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa ulipotishwa na sauti ya chuma ikigongana kwa mwendo wa kasi. Matatu hiyo inayofahamika kama Naekana, ambayo ilikuwa ikienda kwa mwendo wa kasi iliyokuwa imebeba abiria kuelekea Nairobi, iligongana uso kwa uso na lori karibu na eneo la Malili. Walioshuhudia wanasema dereva wa matatu alijaribu kukwepa na kuepuka ajali hiyo, lakini juhudi hizo hazikufaulu. Athari ilikuwa ya kikatili. Sehemu ya mbele ya matatu ilikuwa imeharibika kabisa na watu wawili waliweza kufariki papo hapo. Polisi walifika eneo la tukio muda mfupi baada ya ajali hiyo. Barabara kuu ilifungwa kwa kiasi, huku timu za dharura zikifanya kazi ya kuwaondoa waliojeruhiwa na kuwaokoa waliofariki. Mali za wahasiriwa zilikuwa zimetawanyika kwenye lami. Ukumbusho mbaya wa waliojeruhiwa na waliofariki walivyoteseka katika ajali hiyo. Watu wawili walipoteza maisha papo hapo katika ajali hiyo. Abiria mmoja wa kiume na mmoja wa kike wakiwa wameketi mbele waliweza kufariki papo hapo kwenye matatu hiyo. Vitambulisho vyao bado havijatolewa, huku familia zikiarifiwa. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni watoto, wanafunzi wanaorejea shuleni na wafanyikazi waliokuwa wakielekea mjini makazini. Watu kadhaa walionusurika walipata majeraha mabaya na kukimbizwa katika hospitali ya Machakos Level 5 na zahanati za kibinafsi zilizo karibu. Katika ripoti hiyo iliyochapishwa na kituo cha habari cha kuaminika cha Kenyans.co.ke, nikinukuu, ilisema 2 killed, several injured in crash involving matatu and lorry at Malili on Nairobi Mombasa highway. 2 people have lost their lives after the matatu they were traveling in got involved in a road accident at Malili on the busy Nairobi Mombasa highway. The early morning accident left several others with injuries after a Naekana matatu traveling from Taveta to Nairobi collided with a lorry. Attempts by the driver to shove the matatu off the road proved futile, leaving the front part damaged as a result of impact. The incident happened in the wee hours of Tuesday morning, and survivors of the crash are currently undergoing treatment in nearby hospitals. Maafisa wa afya katika vituo hivyo wanaripoti kwamba angalau watu 5 wamesalia katika hali mbaya zaidi na haijulikani iwapo wataweza kunusurika. Malili, eneo hilo la Malili si mgeni kwenye msiba ama ajali hizi. Mnamo mwaka 2018 wakati watu 8 waliangamia au kufariki katika ajali sawia iliyohusisha matatu iendao Nairobi na lori, kilomita chache tu kutoka eneo la leo. Na pia mwaka 2017 aliyekuwa seneta mteule wa Kilifi Priscilla Zawadi Kitsao alinusurika kwenye ajali iliyokaribia kusababisha kifo chake katika eneo hilo la Malili. Wenyeji wamekashifu kwa muda mrefu ukosefu wa alama sahihi na taa za barabarani eneo hilo. Sasa hivi wamelipatia jina eneo hilo wakiliita kingo cha kifo. Wakazi wanalaumu miundombinu duni na udereva wa hovyo kwa ajali zinazoongezeka. Ajali na msiba huu wa leo huko Malili unajiri siku chache baada ya ajali nyingine ya kutisha eneo la Tetu, kaunti ya Nyeri, ambapo matatu iliyokuwa ikielekea Nairobi ilipoteza udhibiti na kupinduka katika eneo la Jua Kali na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine 20 kujeruhiwa. Gari hilo lilipewa jina la Uppercut, lilikuwa likisafirisha kikundi cha marafiki kuelekea Zaina Falls kwa mapumziko au sherehe za wikendi. Mamlaka inasema dereva huyo alikuwa akiendesha kwa mwendo wa kasi na huenda alikuwa amelewa. Abiria 4 wamesalia katika hali mahututi katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Nyeri. Kulingana na mamlaka ya kitaifa sasa hivi ya uchukuzi na usalama, zaidi ya Wakenya 4300 wamepoteza maisha yao barabarani mwaka 2024. Hilo ni punguzo kidogo kutoka mwaka
mwaka 2023, lakini bado ni la juu sana. Sababu kuu zinabaki kuwa dhabiti, mwendo kasi, kuvuka kupita kiasi, kuendesha gari ukiwa mlevi na uzembe wa watembea kwa miguu. Baadhi ya maeneo kama vile barabara kuu ya Nairobi Mombasa, barabara ya Thika na Nakuru Eldoret yametiwa alama kuwa maeneo hatarishi ambapo ajali zinajiri. Katika hospitali ya Machakos, wanahabari walizungumza na walionusurika ambao walisimulia hofu yao na jinsi ajali hiyo ilitokea. Mwanamke mmoja akisafiri na watoto wake wawili alieleza wakati wa kutisha wa athari hiyo. Manusura mwingine, mwanafunzi wa chuo kikuu, alisema alikuwa amesinzia na aliamka tu na mayowe na machafuko huko akiona gari liko chini. Waathirika wote walionyesha shukrani kwa kuwa hai na kumshukuru Mungu, lakini wengi sasa wanakabiliwa na njia ndefu za kupona na majeraha ya kimwili na kihisia. Maafisa wa uchukuzi wanasema uchunguzi unaendelea. Polisi wamethibitisha kuwa magari yote mawili yalikuwa katika mwendo wa kasi na hakuna hitilafu za kiufundi ambazo zimeripotiwa kufikia sasa. Dereva wa lori ambaye alinusurika kwenye ajali hiyo yuko chini ya ulinzi na kusaidia polisi katika uchunguzi wao. Maafisa wa NTSA hata hivyo walitembelea eneo hilo na kuahidi kuongeza doria katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Pia kuna wito wa kuchukua hatua zaidi, si maneno, kamera za mwendo kasi, magari ya doria na uchunguzi bora wa madereva. Wakenya mtandaoni wameelezea kughadhabishwa kwao. Wengi wanadai wajibikaji sio tu kutoka kwa madereva lakini kutoka kwa sekta ya uchukuzi wa serikali pia. Hata hivyo, kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii watumiaji wanatoa wito wa marekebisho, ikiwa ni pamoja na udhibiti wa kasi za kidijitali, mafunzo ya lazima ya usalama barabarani na udhibiti mkali wa sheria za trafiki. Wakati nchi ikiomboleza hasara nyingine kwenye barabara zake, wataalamu wa usalama barabarani wanahimiza kubadilishwa kwa umakini. Wanataka uwekezaji wa serikali katika miundombinu bora barabarani, mafunzo kwa madereva wa PSV na kampeni ya nchi nzima kuelimisha madereva na abiria. Wataalam pia wanasema kampuni za bima zinapaswa kuwa ngumu zaidi kwa wakosaji wa kurudia na madereva wazembe. Ajali mbaya huko Malili ni zaidi ya takwimu. Ni ukumbusho mchungu kwamba usalama barabarani nchini Kenya bado ni suala muhimu la kitaifa. Watu wawili waliopoteza maisha kwa kupepesa macho leo, familia ziliachwa zikiwa zimevunjika, walionusurika wakiwa na makovu na majeraha ambao yatachukua muda mrefu kupona. Na bado hii sio tukio la pekee, ni muundo unaojirudia wiki baada ya wiki. Isipokuwa kitu kitabadilika katika utekelezaji, miundombinu na uwajibikaji wa kibinafsi, ushuru utaongezeka tu. Tutaendelea kufuatilia uokoaji wa majeruhi na kufuatilia uchunguzi wa polisi kuhusu ajali hii ya leo. Kutoka kwetu sote hapa tunatuma rambirambi zetu kwa familia zilizoathirika na kuwatakia afueni haraka wote waliopata majeraha katika ajali hii eneo hilo la Malili. Mtazamaji, tukimalizia video hii na kukumbusha usahau kubonyeza alama ya like, kisha bonyeze neno ambalo limeandikwa subscribe chini ya video hii. Ukifanya hivyo utakuwa umejisaidia kwa sana na pia utakuwa umetusaidia kwa sana, kwani utakuwa notified kila wakati ambapo tutaweza kukuandalia ripoti ama taarifa mpya hapa ndani ya Simulizi Media, na utapata notification kupitia rununu yako. Vile vile mtazamaji, kumbuka kubonyeza kibox hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video yetu mpya ambapo utapata ripoti ama taarifa zaidi kuhusiana na masuala haya ambayo yanachipuka sasa hivi.